Tarehe 3 mwezi wa 4 ni game kati ya KenGold dhidi ya Azam FC. Mchezo huu umebeba hisia kubwa sana ya mashabiki wa soka nchini Tanzania, hasa ukiangalia mwenendo wa timu hizi mbili, Azam na KenGold. Ukiwa kama mchambuzi, hii game unaionaje? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kutufikisha mahali hapa. Ni mechi ngumu, mechi ambayo itakuwa na attention kubwa kwa sababu KenGold anaingia uwanjani akiwa anajinusuru, anajiondoa kwenye ule mstari mwekundu. Anataka aende akapambane ili kuwapa imani mashabiki wake wa kutoka huko Chunya. Sasa basi, ni mechi ngumu. Mechi ya kwanza alipoteza, hii mechi ya pili sasa nafikiri kuna baadhi ya makosa ambayo aliyafanya kule atakuwa anafanyia kazi. Kwa hiyo sasa anakwenda kupambana ili kutafuta pointi 3 muhimu ili aweze kusogea pale juu na angalau awe mechi 2 mbele. Akishinda atakuna baadhi ya watu atakuwa amewaacha. Kwa hiyo sasa analazimika kushinda mechi hiyo ili awe kwenye sehemu ambayo impe matumaini kujiondoa kwenye ule mstari mwekundu. Ndani ya kikosi cha KenGold kuna mtukutu Super Ben. Kwa maelezo na kwa taarifa ni kwamba game ijayo anakwenda kuvaa uzi wa wanasagia. Ni kweli, tumemuona kwenye mazoezi, ameanza mazoezi, anafanya mazoezi na mwalimu na wenzake pia anafanya mazoezi. Tutegemee kumuona kwenye mechi hiyo dhidi ya Azam. Ipi nafasi yake? Nafasi yake ni nzuri kwa sababu endapo kama Mwenyezi Mungu atamjalia uzima asipoumia tena, manake pembeni yake atakuwepo Bwenzi, pembeni yake atakuwepo Morrison, katikati Kiala Lasa, mbele yao atakuwepo mtu kama Obley Chola Chilo. Kwa maana hiyo kuna shepu ambayo watakuwa wameitengeneza nzuri. Nyuma yao Zawadi Mauya, mtu ambaye timu anaituliza, anatoa pasi ya uhakika na tukio ngumu na imani siku hiyo Keni atapata matokeo. Nikiangalia timu ya soka ya Azam ni kwamba majuma kadhaa huko nyuma ilipoteza mchezo wake dhidi ya wapambania kupanda ligi, timu ya Mbeya City kutoka Mbeya. KenGold anatoka Mbeya. Wewe unafikiri kwa mtazamo wako kisoka ni kwamba timu ya Azam itakubali kwa mara nyingine kupoteza kwa timu nyingine kutoka Mbeya? Yes, huu ni mpira unadunda. Kwa hiyo nafikiri maandalizi ambayo watakuwa issue ni maandalizi. Kama maandalizi watakuwa wamefanya maandalizi mazuri KenGold, Azam nao wana miguu miwili wanacheza nao pia wanacheza na imani. Lakini mwenye uhitaji mkubwa sana ni KenGold. KenGold ana uhitaji mkubwa sana wa pointi 3 muhimu. Kwa maana hiyo mimi nampa 100% za kushinda KenGold. Haoni kama hasila za kuondolewa kwenye michuano ya kombe la CRDB Confederation Cup hawa Azam itawapa hasila zaidi ya kuwavamia KenGold na kuwashushia kipigo kizito? Hapana. KenGold anaingia uwanjani akiwa na kwenye uwanja wao. Mashabiki tayari wameshapiga nyundo huko. Wakarashani huko mshamwaga wanaingia pale kwa fujo nyingi. Naona kabisa KenGold anakwenda kupata matokeo. Wape neno mashabiki wa soka kutoka mikoa ya Mbeya, Iringa, Sumbawanga, Songea, kutoka kule Songwe, Chunya yenyewe, Tabora. Niwaombe mashabiki wote ambao wanatokea Chunya mjini, Chalangwa, Makongolosi, Lupa Tingatinga, Twiga, Sangambi, Shoga, Melelani na sehemu zote Mkwajuni, Songwe, Mbeya mjini, tujitokeze kwa wingi sana kwa support KenGold. Na imani Keni hawezi kushuka. Kwa maana hiyo sasa naomba sana tujitokeze kwa wingi, tukapambane, tukawashangilie. Wanangu ambao wanauvua nguo wanakimbia uwanja mzima, njoo na kundi lako tukashangilie timu na kukubali sana. Tukiangalia ni kwamba
kwa alipofikia saizi kwa pointi zake. Anamkimbiza kimya kimya Kagera Sugar. Nafasi ya Kagera Sugar pale chini akiwa na mwenzake Ken Gold, nani anakwenda kumbwaga mwenzake na kuchukua kile kijiti na kutoka mbio zaidi? Nafikiri baada ya mechi Ken Gold dhidi ya Azam atakuwa na mechi nyingine dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa maana hiyo, kama atashinda kwa Azam akaenda akashinda kwa Dodoma, manake tayari anakuwa amesogea, anakuwa amebakisha mechi 3 aweze kujiondoa kwenye mstari ule wa kushuka. Kwa hiyo bado mimi nampa Ken Gold kuwa kwa sehemu nzuri kuliko Kagera Sugar. Asante, lakini pia nipate maoni kidogo kutoka kwa shabiki wa soka ambaye na yeye atupe mtazamo wake kuhusiana na mchezo huo wa tarehe 3 ya mwezi wa 4. Anauzungumziaje hasa kwenye upande wa mchezo wenyewe, ukiangalia kwamba Keni ni kweli wana hasira, Azam wana hasira, Ken Gold wao wana hasira kwa sababu wanapambania kushuka kutoka mkiani kwenda juu, lakini wenzetu Azam wana hasira kwa sababu kuna timu kutoka Mbeya iliwafanya vibaya na kuwatoa kwenye michuano ile ya kombe la shirikisho. Ukiwa kama shabiki, unazungumziaje mchezo huo? Mchezo ni mgumu kwa kweli. Yaani kila timu imejipanga. Kila timu ina mipango ambayo kwamba inatamani ifanye vizuri kwa sababu nyingi tu, kwamba kuna timu inataka kupanda, alafu kuna timu ambayo inang'ang'ania nafasi kwamba bwana sisi ni wakubwa, haitakiwi tushushwe thamani yetu na timu ndogo. Kwa kila timu imejipanga na mechi itakuwa ni ngumu. Mechi kiufupi ni ngumu. Pale Azam ukiwaangalia, ni mchezaji gani ambaye mpaka sasa unapiga dua la kutosha kwamba kwa nini huyu mchezaji nisimpigie dua baada hiyo siku asicheze, unayemuogopa kifupi? Azam ina wachezaji wazuri wengi sana, lakini asipokuwepo Faisali siku hiyo, najua Ken Gold kama Ken Gold itakuwa na position kubwa kwamba jamani, leo tunatakiwa tuingie kwa ujasiri kwa sababu mtu wa kutushambulia hata kuwepo. Kwa asipokuwepo Faisali kidogo kutakuwa na nafasi kwa Ken Gold kuwa na ujasiri. Mpe neno tajiri mmiliki wa timu ya Ken Gold. Mimi neno langu naomba aendelee kukaza msimu huu, kiuhakika atushuki. Lazima tupande juu, tuendelee kuiwakilisha Chunya. Kwa nampa neno mkuu aendelee kukaza. Okay. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Aweza Shingwa. Jina la alimaarufu Ability tokea Chalangwa. Nikutakia siku njema. Asante.